Safi. Habari za jioni. Asanteni sana kwa kuhudhuria mkutano wetu wa kampeni. Leo tumezunguka kwenye kata yenu ya Machinjioni. Tumezunguka kufanya mikutano ya ndani na makundi mbalimbali ya watu, lakini pia tumezunguka kuzungumza na watu door to door kuomba kura. Na hii ni kata ya 8 kati ya kata 19 za jimbo la Kigoma mjini ambapo tumezunguka. Tulienda Kagera, Bangwe, Katubuka, Rubuga, Businde, Buhanda, Kitongoni, na jana na leo tuko hapa Machinjioni. Kata ya 8 tumezunguka nyumba kwa nyumba kukutana na wapiga kura, kuzungumza nao, kusikiliza kero zao na kutolea majawabu baadhi ya kero ambazo tumekutana nazo. Nilipokuwa Kagera, nilielezwa kuhusu changamoto ya fidia kwa watu waliopisha Kisses, hili eneo la Special Economic Zone. Nilipokuwa Businde, nilielezwa pia changamoto hii pamoja na eneo la airport kuongezwa. Leo mmeshuhudia kwa uchungu wa hali ya juu wakazi wa Machinjioni walioathiriwa na kubomolewa nyumba zao kwa ajili ya kupisha eneo la uwekezaji Kigoma Special Economic Zone Kisses. Mmeona kwa uchungu kabisa mama alivyozungumza hapa, namna ambavyo tarehe 17 mwezi Januari mwaka 2023 asubuhi watu walivyovamiwa, kuvunjiwa nyumba zao kwa notisi ya muda mfupi. Na hata kama ingekuwa ni notisi ya muda mrefu, eneo ambalo wameenda kuvunjiwa halikuwa eneo la Kisses. Kwa sababu mimi nilivyokuwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kaskazini, eneo la Kisses tulilotenga kwa mujibu wa sheria ni ekari 1,600 tu. Nimeambiwa baadaye eneo lile liliongezeka mpaka ekari 1,700. Lakini eneo ambalo nyumba zilivunjwa mwezi Januari mwaka 2023 ni eneo la ziada la ekari 250 ambalo halikupitishwa kwenye mpango wa Kisses. Ni eneo ambalo viongozi wa CCM, ofisi ya mkuu wa mkoa wamekaa wakajiongezea, wakaamua kugawa kwa wawekezaji. Hawakujali hali za wananchi, wakawavunjia nyumba zao, hawajawalipa fidia, na hawana hiyo fidia kwa sababu eneo lile sio eneo la Kisses. Watu wa Machinjioni, mimi nilikuwa mbunge kwenye jimbo hili mwaka 2015 mpaka 2020. Naomba niwaulize
walithubutu kuja kuwavunjia. Kisses haikuwepo. Kwa nini hawakuvunja wakati ule? Kwa sababu walijua mbunge na baraza la madiwani linaloongozwa na ACT Wazalendo lisingekubali watu wao kuvunjiwa maeneo yao. Walivizia, wametuondoa, na wakawa wanajua kwamba tunarudi 2025. Wakawahi kuvunja 2023. Uamuzi ule utawatokea puani. Tutawapambania watu wa machinjioni. Nilivyokuwa mbunge wenu, hawakuthubutu kufanya walivyofanya. Nitakapokuwa mbunge wenu tena, mtalipwa. Nitahakikisha mnalipwa. Mtalipwa kwa sababu ni haki yenu. Serikali imezuiwa na katiba. Katiba ya Tanzania ya mwaka 1977 imepiga marufuku serikali kutwaa ardhi au mali ya mtu yoyote kwa ajili ya shughuli za maendeleo bila kulipwa fidia. Katiba imepiga marufuku. Ni maeneo machache sana ya katiba ambayo yametamka ni marufuku. Miongoni mwa maeneo machache ni eneo la kutwaa maeneo ya watu bila fidia. Nataka niwaambie watu ambao zaidi ya nyumba 300 zilivunjwa, watu ambao ni zaidi ya kaya 500 zilizokuwa zinaishi kwenye nyumba hizo, watu ambao ni zaidi ya watu 2000 ambao mmeathiriwa, mmeondolewa kwenye nyumba zenu mlizojenga kwa jasho lenu, na serikali ikawapa vibali vya ujenzi, serikali ikawaletea maji, serikali ikawaletea umeme. Kama mlikuwa mmejenga eneo si halali, kwa nini waliwapa vibali vya ujenzi? Kwa nini waliwaletea umeme? Kwa nini waliwaletea maji? Kuwaletea umeme, kuwaletea maji, kuwawekea namba za utambuzi, maana yake mlikuwa mnakaa maeneo halali. Serikali haikuwa na haki yoyote ya kuvunja maeneo yenu. Nataka niwaambie, nitawafuta machozi. Niombeeni tu nirudi bungeni, nitawafuta machozi. Kwanza, tutafanya uchunguzi wa kina. Tutamtaka mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali na TAKUKURU wafanye uchunguzi. Ekari 250 ziliingiaje kwenye Kisses, wakati Kisses ni ekari 1600 1700 tu. Na tutachukua hatua kali za kisheria kwa watendaji wote wa serikali ambao waliongeza eneo, na kila mtu ambaye ameathiriwa atalipwa fidia stahiki. Nitasimamia hilo mimi mwenyewe. Nitawapambania, nitawapigania, nitapaza sauti, nitawafuta machozi. Mama ambaye umelia hapa, nitawafuta machozi. Mtalipwa fidia, mtarejesha maisha yenu. Serikali gani? Watu wanahangaika, wanajenga nyumba zao, mnakwenda kuwabomolea, mnawarudisha watu kwenye umaskini, halafu mnawaletea tasafu. Huu ni upumbavu na hatuwezi kuruhusu, na tutapambana. Mnasema
kwamba eti mnaweka eneo la kiuchumi. Uchumi gani huo wakati mnakandamiza raia wenu warudi kuwa maskini? Mtu ambaye amejenga nyumba yake, amejikomboa, amejiondoa kwenye kulala hovyo, amejiondoa kwenye kulipa kodi ya nyumba, leo unamrudisha mtu kwenda kupanga kulipa kodi ya nyumba. Amehangaika zaidi ya miaka 10 kujenga nyumba yake, alafu mnajiita ni serikali ya watu, mnajiita ni serikali ya utu. Utu gani huo? Naona mabango yao yanaandikwa kazi na utu. Utu kubomoa nyumba za watu, utu kuwarudisha watu kwenye umaskini. Ni nchi ya Tanzania tu ambayo serikali inaweza ikawarudisha watu kwenye umaskini. Ni Tanzania tu. Nchi zingine miradi kama ya Kisses ingekuwa inawasaidia. Miradi inapaswa kuwa empowerment, sio disempowerment. Serikali ya Chama cha Mapinduzi inawafukarisha, na sisi hatutakubali. Kazi yenu ni moja tu, nipelekeni bungeni. Nitauwasha moto huko, watakuja kuwabembeleza kuwalipa fedha zenu. Sitachoka kuwapigania. Nimekuwa nikiwapigania maisha yangu yote, sitachoka kuwapigania. Watu wa Businde, watu wa Kagera, watu wa Machinjioni, watu wa Rubuga, watu wote mlioathiriwa na Kisses na uwanja wa ndege, mtetezi wenu nipo hapa. Nitawatetea, nitawasemea, na mtalipwa fidia kwa sababu ni haki yenu. Ni haki yenu. Na wao wanajua. Ndio maana hawakuthubutu kuwabomolea wakati mimi ni mbunge na halmashauri ni ACT Wazalendo. Na wahakikishia, nipeni uledi kuwa diwani, na wale mnaotoka kata zingine nipeni madiwani wa ACT Wazalendo. Turejeshe halmashauri, tuwarejeshe heshima yenu, mlipe fidia zenu, muendeleze maisha yenu. Leo nimepata uchungu sana katika kuzunguka kwangu kuomba kura. Nimekwenda kuonana kwenye nyumba, kwenye familia moja walikuwa na nyumba yao nzuri, watoto wao wanasoma sekondari, wanawasomesha wao wenyewe. Baada ya dhahama iliyotokea Januari 2023, mtoto mmoja kaondolewa kwenye masomo kwa sababu wazazi wasingeweza kulipa kodi, na wakamsomesha mtoto mmoja, kaondolewa kwenye masomo, mtoto akarudishwa nyuma. Nimewakuta wanakaa kwenye nyumba ya mabati. Mabati yaliyoezuliwa kwenye nyumba iliyobomolewa ndio wameyaweka kama nyumba. Leo Tanzania raia anafanyiwa hivi. Sitakubali, sitakubali, sitakubali. Nipelekeni bungeni niende nikawatoe.